Mpendwa mtazamaji, ni hamu yangu kukaribisha kwenye uchambuzi wa fasihi. Na hii leo ni uchambuzi wa tamthilia ya Bembea ya Maisha. Naitwa Fibian Musama. Na leo nina walimu waliobobea katika kazi hii tayari kukudadavulia yaliyo kwenye Bembea ya Maisha. Karibu sana walimu. Asante. Kwanza tuanze na wewe. Utuambie jina lako. Naam, asante sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Dennis Kipyegon kutoka shule ya upili ya kitaifa ya Lugulu. Shule ya wasichana. Shule ya wasichana ya Lugulu ya kitaifa. Naam. Na mwalimu pembeni. Asante sana. Jina langu ni Bia Sanda Caroline, mwalimu wa Kiswahili, shule ya kitaifa ya Friends School Kamsinga. Karibuni sana walimu. Asante. Leo tunatarajia nini, Mwalimu Kipyegon? Naam, asante sana. Leo tunaendelea na mtiririko wa ploti. Leo tumefika sehemu ya 3, onyesho la 4. Naam. Leo tunazungumzia mtiririko wa ploti. Wewe niketi tu kitako ni hadithiwe hadithi. Naam. Onyesho ni la 4, sehemu ya ngapi? Sehemu ya onyesho la 3, sehemu ya 4. Ukurasa wa 51. 51. Naam, asante sana. Onyesho linaanza kwake nyumbani kwake Asna. Na tunajua kwamba Asna ni mtoto wake Sara, na wahusika katika onyesho hili ni wahusika wawili. Onyesho linatokea jioni, na baada ya chakula cha jioni Asna amemaliza kuandaa chakula, na mamake amemwambia kwamba yeye ni mpishi, anajua kupika vizuri. Ingawa Asna anaona kwamba yeye ana uvivu, sio mtu ambaye anapenda kula. Kwake anasema chakula ambacho anapenda peke yake ni chai ya mkanda. Chai anasema katika ukurasa wa 52, nikiwa peke yangu chai ya rangi na mkate hunitosha. Kwamba tunaona kwamba yeye ni msichana ambaye hapendi kula. Ndio anasema kwamba kwa sababu yeye hapendi kula, anajiita yeye ni tomboy. Anasema yeye ni tomboy kwa sababu hapendi kula. Hapo mamake anashangaa, anamuuliza sasa tomboy ni nini? Naam. Kwa hiyo unaniambia kwamba mtu ambaye hapendi kukula anaitwa tomboy, mwalimu? Kulingana na Asna, anasema kwamba yeye ni tomboy, na kwake tomboy hapendi kula. Naam. Kimekuwa chakula kizuri, sasa umehitimu upishi. Mama, unavyojua mimi sipendi kupika tangu zamani. Huwa naona uvivu ajabu. Nikiwa peke yangu, chai ya rangi na mkate hunitosha. Tabia gani hiyo nawe? Unaishi kivulana? Mimi ni tomboy mama. Labda ningemkosoa tu mwalimu wangu kidogo, labda jinsi ninavyoelewa tofauti. Nadhani Asna alikuwa anarejelea ile tabia ya kutopenda kupika. Si eti wavulana wapendi kula, wanapenda kula tena sana, lakini sasa ile hali ya kupika ndio kidogo ilikuwa inamletea uzembe au uvivu. Na kidogo mamake Sara, kwa sababu hajapevuka, anashangaa hii dhana ya utomboy ndio nini. Ndiye Asna anamdokezea kwamba wewe hujasoma, kwa hivyo hutaelewa. Lakini anamfafanulia baadaye kwamba ni ile msichana kuishi kama kivulana. Na hapo sasa swala lingine linaibuka kwamba Sara nyakati zao hawakupata kisomo cha mno zaidi. Kwa nini? Msichana wakati ule angebalee mara moja, basi anaonekana kwamba ametosha kwa ajili ya swala la ndoa. Na Asna anamwambia, na mama, kwa nini usingekuwa na uwezo? Ndio maana unaona sisi tomboy tungekataa tu. Lakini Sara anamwambia kwamba wakati huo haukuwa na budi. Ukibalee basi umetosha kwenda katika ndoa yako. Sijui kama Mwalimu Kipyegon anataka kupinga au anataka kuzidisha, ama anataka kusema hapana, imekwenda barabara, kwa sababu tomboy ni mtu ambaye kulingana na Mwalimu Asanda hapendi kula, anaishi maisha ya kivulana. Naam. Na kwa sababu hiyo hapendi kupika, japo amepikia mama yake. Naam. Anasema ni kwa sababu tu ya uvivu, vile amesema. Ni mvivu. Naam. Kwa hiyo sio kwamba hapendi kula, lakini hapendi kupika. Naam. Sasa mamake anamuuliza vile mwenzangu ameeleza kwamba
kwa sababu ya mila na desturi kwamba hawakuruhusiwa. Msichana alikuwa akibalehe tu bila ameeleza anaenda kufanya nini? Kuolewa. Ndio mama anamwambia sasa, anampa wosia kwamba kuna maisha mzuri ama kuna uzuri wa kuolewa. Anamwambia wewe sasa, anajaribu kumpa wosia, anamwambia wewe kula peke yako, tafuta mchumba. Katika ukurasa huo tu anamwambia kuna raha wawili kula. Kumaanisha nini? Anamwambia msichana yake kwamba tafuta mchumba akuoe, kwa sababu wewe kula peke yako hii na unaonekana tena ukule vizuri, mkiwa wawili labda utafanya nini? Utakula. Na anaendelea kumpa apate kutopenda kula kwake ni kwa sababu yuko peke yake. Anaendelea kumhimiza kwamba akipata mchumba amsalie mtoto. Anasema kwamba yeye miaka zimeenda. Mama anasema miaka zimeenda na ni vyema awe na mtoto. Anasema katika ukurasa huo ampe mtoto afanye nini? Ambebe. Anataka kubeba mtoto wake nani? Asna. Ndio Asna anaonekana kuwa na hofu katika ndoa, kwamba yeye anahofia sana ndoa. Naam, anaanza kuipa mifano ya yeye chanzo cha maradhi yake mama. Kwamba anaona ndoa yake mama ndio ilimfanya aanze kuwa na ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo mamake anaumwa. Naam, mamake ni mgonjwa. Katika onyesho la pili na la tatu tulisema kwamba alikuwa hospitalini. Na sasa wako kwa Asna, shatolewa kwa Asna, ndio sasa apelekwe nyumbani. Anamwambia mama, angalia sasa chanzo cha ugonjwa wako ni ndoa. Na huyu Asna alikuwa na miaka mingapi? Msichana wa miaka kama 30 hivi. Kuendelea. Naam. Ili nipate picha kamili kwa nini mama ameshinikiza hospitali lakini anashinikiza kila muda. Naam. Sipendi kula. Unajua ukipata mtu kichakula kitakuwa ni kitamu. Naam. Wala sianzi. Hivi unavyopika vizuri namna hii, unangojea nini? Kula wawili kuna raha. Hata hizo chai nyumbani zinapungua. Nilijua utamalizia hapo. Nilivyo dhalili, sijui kesho imenifumbia nini. Nipe mjukuu nimbebe kwa mikono yangu hii, nimpe baraka zangu. Ninataka kuiona sura yake kabla ya maisha kunipa kisogo. Ninataka kumuona somo yangu. Ndoa zenyewe zinaniogopesha mama. Unaziogopea nini? Na zimekuwepo tangu enzi za mababu zetu. Mbona wenzako hawaziogopi? Wenzako wana nyumba zao sasa. Sababu ziko tele kama mchele mama. Si walau huo mchele uonekane wakati wa jicho. Angalia mama, madaktari wameeleza chanzo cha maradhi yako haya. Ndoa imeatia doa maisha yako. Imekuletea msongo wa mawazo kwa kukaribiwa na hata kupigwa na baba. Sasa mimi ninataka uhuru wangu na sitataka kupigwa kichapo cha mbwa mara kwa mara mpaka nipate ugonjwa wa moyo. Matokeo yake ni haya. Kuna raha gani kama maisha ni kugeuzwa ngoma ukapigwa kwa fujo yote mpaka ukapasuka? Sikiliza Asna. Si ndoa zote zilizotumbukia nyungu. Zipo za kupigiwa mfano. Kama yangu imeingia nuksi, haimaanishi yako vile vile itaingia. Kama unaisikitikia neema, haimaanishi zote zinasikitisha. Pengine changamoto zetu zingekuwa funzo kwako. Sasa fanya uiepuke mitego yetu. Hebu tuendelee Bia Sanda. Mwalimu ameeleza hapa kwamba imefikia muda Asna anaanza kumlaumu. Unataka niolewe wakati wewe hii ndoa ndio ilikuletea ugonjwa wa moyo. Tuendelee. Kwa hivyo Sara ana mtazamo tofauti. Na anamwambia kwamba asiangalie zile ndoa ambazo zimetumbukia nyongo. Manake si kila ndoa, si eti kwamba ndoa yake jinsi ilivyokuwa na nuksi ama na matatizo ndivyo ndoa yake itakavyofanana pale. Kwa hivyo anamwambia
wewe tafuta yako, si lazima zifanane zote. Na ndio Asna anadokeza kwamba ndoa hakika ni mtihani. Ni mtihani kabisa, mkubwa kabisa. Lakini Sara anazidi kumuhimiza, anamwambia na wengi wameshafanya ule mtihani, kwa nini wewe uogope ule mtihani? Na hapo anazidi kusisitizia hoja yake, ama ile hofu yake inazidi kuongezeka. Anamrejelea sasa dadake Neema, manake Neema pia ako kwenye ndoa na mume wake Bunju. Na anagusia ile ndoa Neema na kumwambia, hebu mtazame dada yangu, ni mtu ambaye awali alikuwa mtu mkakamavu, lakini sasa ndoa sasa hivi imemfyonza, inamyumbisha. Na kulingana na Asna, inamfyonza nani? Inamfyonza Neema. Ndoa yake imemfanya hana lake tena, kulingana na Asna. Na anaona kana kwamba hii ndio sehemu ambayo mtu anaingia maishani, ama mtihani ambao ndio mtihani wa pekee ambao mtu unapewa cheti kabla hata hujafuzu. Kwa hivyo huo ndio mtazamo wa huyu msichana ambaye anajulikana kama Asna. Kwake yeye amepoteza tumaini kabisa kuhusiana na swala la ndoa. Mpaka anaanza kusema kwamba ni mtihani wa maisha. Naam. Ambao kikawaida kila mtihani unapewa cheti baadaye ukishaonekana mkamilifu. Lakini hapa unapambana na hali. Mwalimu Kipego. Naam. Mazungumzo haya ya mama yanaendelea hapo kwamba tuna mwandishi anachora Asna kama mhusika pia ambaye ana hofu sana katika ndoa. Naam. Mamake anaendelea kumhimiza. Anamwambia, kwanza amesema vile mwenzangu amesema, anamwambia ya dadake Neema ayaache na mumewe asiingilie ndoa yao, kwa sababu hao ni tofauti vile alivyosema hapo mbele. Ndio Sara anatumia mfano wa ndoa, anasema kwamba ndoa ni bembea. Katika ukurasa sasa wa 54 ukiendelea mbele, anasema ndoa ni bembea. Kwake bembea ina maana kwamba kuna wakati wa furaha katika ndoa, bembea ikiwa juu. Kuna wakati ndoa huko chini. Naam, bembea ikisunguka hivi, anamaanisha hiyo ndio ndoa. Hiyo ndio ndoa. Wakati wa furaha, wakati wa shida. Naam, lakini pia Asna aonekane kama ameridhika sana. Pia bado anaendelea, anaangalia. Kwanza anamuuliza, hebu angalia wewe, ukatili wa baba. Anarejelea sasa ule ukatili wake wa baba. Ndio ulimfanya, ukatili wa baba ulimfanya yeye awe mgonjwa. Kama kweli bembea ni nzuri, mbona baba alikuwa? Kama kweli bembea ina wakati, doa ni bembea, mbona baba alikuwa mkatili hivyo? Mama, ajabu ya ndoa ni kwamba unafuzu na kukabidhiwa cheti kabla ya kukalia mtihani mwenyewe. Mtihani huo huja baadaye. Kisha mitihani hiyo haina silabasi mahususi. Ni kama una Hofu itele. Tazama safari ya maisha ya Neema. Alikuwa hodari na shindika darasani. Alipita vizuri kwa alama za kumezea mate. Lakini tazama mitihani ya ndoa inavyomyumbisha. Si yule Neema mwenye ukakamavu na kujiamini kwa dhati. Siye tena. Ya dadako yaache. Yeye na mumewe wanajuana vizuri. Katika hati zile, maji yangekuwa yamewafika shingo, basi wangeshindwa kuishi pamoja. Ndoa ni bembea. Kuna wakati itakuwa juu na wakati itakuwa chini. Hizo juu chini, chini juu ndizo tamu wake. Ni kama maisha kwa jumla. Yanapanda shuka ndio, lakini panda shuka hizo ndizo hutupa kuridhika hatimaye tunapozishinda. Maisha yangekuwaje bila hali kubadilika? Yangechusha. Unaelewa sasa? Lakini mengi huweza kuinyonya afya yako na kukuacha chicha tupu kama Neema. Tatizo lako wewe ni kuniona mimi na dadako kadhani sisi ndio mwanzo na mwisho wa yote ya usiondoa. Wala hatuna matatizo makubwa kama unavyofikiri. Lakini nimeona ukatili wa baba ulivyokulemaza. Zamani watu walikuwa wakisema kuwa maneno hayadhuru, lakini tazama yalivyokudhuru. Tazama matokeo ya vipigo vyake. Naye Neema ameolewa na bahili mkubwa asiyejua maana ya familia. Hatuoni kama watu, ni yeye na lake tu.
anamwambia Labda ukatili. nichukulie hapo. Naam. Kule kurejelea bembea sio tu kwa raha peke yake. Anaposema wakati mwingine iko juu, wakati mwingine iko chini. Nadhani maana yake pale ilikuwa ni kusema kwamba ndoa imejaa zile pandashuka. Pandashuka ni nyingi. Kwenda juu, kurudi chini, kuyumba huku na kadhalika. Na anamuhimiza Asna, namwambia hebu fikiria maisha kama hayangekuwa na hizi pandashuka yangefananaje. Na Asna anamwambia na ukweli mama, maisha yangechusha kabisa. Yani kwa ile maana ya kwamba yangekinai, yangekuwa hayana ladha tena. Kama yangekuwa tu ni mepesi kila wakati. Kwa hiyo unataka kuniambia ladha ya ndoa ni bembea ikienda juu na chini. Matatizo na faraja. Huo ndio mtazamo wa Sara sasa. Anasema sasa hizo pandashuka ndio raha yenyewe hasa ya ndoa. Lakini alivyotaja pale mbeleni kwamba Asna bado hajaridhika na anarejelea sasa ule ukatili ambao Yona alikuwa anamtendea nani? Anamtendea Sara katika ndoa yao, kupigwa na kukaripiwa, ambapo labda kulimletea yale madhara ambayo tunayashuhudia sasa, maradhi ambayo tunayashuhudia sasa katika maisha ya Sara. Bila shaka mwalimu Kisanda, nafikiri hao ndio mambo yalivyo. Kama mtu na mama yake alafu anaona mama yake anavyopigwa na baba, hawezi kuwa na ule msimamo sawa na jamii. Nikifika umri fulani niolewe, atakuwa na maradhi ya kisaikolojia kabisa. Lakini kabla ya hapo mwalimu Kipigwa, tuendeleze. Sasa baada ya Asna, Asna anaona kwamba ukatili wa baba na ubahili wake wa bwanake Neema, anaona kwamba ndoa ni kitu kigumu. Katika ukurasa wa 54, Sara anaendelea kumhimiza, anamwambia hayo ya shemejio yanakuasha sana, haifai hivyo. Hata mimi nashangaa mbona Asna hayo yanamwasha bure. Mamake anaendelea kumuhimiza, anamwambia kwamba anatumia sasa mifano kadhaa. Anamwambia katika ukurasa ukisoma kuna mifano kadhaa ambayo anatumia. Anasema, mwanangu, pilipili inawasha lakini bado watu fanya nini? Huila. Mbirimbi ina ugwadu lakini bado watu fanya nini? Huila. Mapenda pia nayo huteleza ajabu lakini bado fanya nini? Huyala. Kumaanisha hata ikue nini, ndoa kwake Sara ni muhimu. Na Asna anaona kwamba sasa mamaka ashakuwa kweli wakili wa mtu ambaye anarejelea hapa ni nani? Ni mmewe. Kwamba ashakuwa wakili mzuri wa mtu wake. Na akamwambia Sara, anaendelea anasema, ningesoma zaidi kwa sababu amesema yeye ni wakili. Akasema ningesoma zaidi angekuwa wakili na hakuna mtu ambaye angemshinda katika kesi zozote. Na mwalimu, tumeona amelinganishwa, ndio inalinganishwa na pilipili. Inawasha lakini mwasho wake ndio utamu wake. Naye Neema ameolewa na bahili mkubwa asiyejua maana ya familia. Hatuoni kama watu, ni yeye na lake tu. Hayo ya shemejio yanakuasha sana, haifai hivyo. Waachie maisha yao waendeshe wenyewe. Mwanangu, pilipili inawasha lakini bado watu huila. Mbirimbi na ugwadu lakini bado watu huila. Mabenda nayo uteleza ajabu lakini bado watu huyala. Asiyetaka kula huwasikitikia au hata kuonea wenzake kinyaa kwa walacho. La muhimu ni kula kwa amani. Mama, ninaona ushakuwa wakili wa mtu. Ningesoma zaidi, hakika ningekuwa wakili mzuri. Hakuna mtu angenishinda kesi. Bi Asanda. Huyu Sara anapomaanisha, huyu Asna anapomwelekezea mama yake Sara kuwa ni wakili wa mtu. Je, unakubaliana na kauli ya mwalimu akisema alikuwa ni wakili wa mumewe au ni wakili? Nakubali kabisa kwa sababu katika maonyesho hata mengine ambayo yalitangulia. Tunaona watoto hao Neema hata pamoja na Asna wamekuwa na mtazamo tofauti kuhusu jinsi baba yao walivyokaa na mama yao. Lakini Sara kila wakati alionekana kusimama upande wa mume wake
Yona na kumtetea. Hakumkejeli ama kufanya lolote lile kumuonyesha kwa picha nyingine tofauti. Na kwa hivyo tunapoendelea pale, tunaona kwamba Sara akimweleza Asna kwamba wasimdharau. Wasimdharau kwa sababu ya kile kisomo chake cha chini ama kile kidogo. Hivi kwamba hizo akili ambazo wanazo za kusoma na kupata zile degree ni yeye ambaye aliwarithisha pale. Na hapo Asna anadakia yale mazungumzo na kuanza kurejelea watoto wa Dina na kuanza kumuuliza, lakini sisi si kama watoto wa Dina. Na hapo Sara anamueleza kwamba elimu sio kila kitu. Manake Asna elimu ni kila kitu. Lakini Dina namwambia kando na elimu, watu pia wanahitaji hekima ya maisha, watu wanahitaji kuwa na wenye adabu. Na kwa hilo tunapata kufunuliwa kwamba watoto wa Dina japo hawakuwa na akili pevu, hiyo hekima yao imewafanya pia nao wakawa watu wa kutajika katika jamii na hata kufanikiwa. Na sasa hivi hawachekwi tena kwa sababu ya umaskini. Na Asna anadakia pia tena anasema afadhali sisi hatukuchekwa kwa sababu ya umaskini. Ndiposa baba yake anamkosoa na kumwambia kwamba umaskini ni kukosa kwa aina yoyote ile. Na anapigia mfano maisha yake mwenyewe. Anambia kwamba sisi tulipoanza maisha hatukujaliwa watoto, tukaitwa maskini wa watoto. Kwa hiyo pale anaambiwa na babake. Kwa hiyo babake bado yuko hapa au nani anayemwambia? Hapa bado ni Asna na Sara wanazungumzia. Lakini kumbuka mazungumzo yametoka kwa watoto wa Dina. Hivi kwamba Asna alikuwa anaona elimu ndio ya muhimu. Lakini mama anamwambia pia hekima inahitajika katika mtu kufanikiwa maishani. Kwa hiyo ni mama yake anamwambia kwamba hekima ni muhimu sana, sio elimu peke yake. Nyinyi ndio mnanidharau hapa. Hamjui hizo akili zenu nimewarithisha mimi. Si kama za watoto wa Dina. Hivi watoto wa Dina wana nini? Elimu tu? Elimu ni muhimu mama. Hekima pia nao hawa watoto wanayo. Kweli wana nidhamu japo shule haikuitika. Mungu akupi yote. Akikupa hiki anakunyima kile. Akikupa yote atakushinda. Lakini amewabariki watoto hao kwa amani na upendo wa ajabu. Zamani walikuwa maskini kweli. Leo hii wana afadhali kiasi kwamba huwezi kujua jana hawakuwa watu wa kutajwa au kupigiwa mfano. Bado mtoto, hujui mengi. Nyinyi vile vile hali yenu haikuwa na afadhali. Mangapi alisema kutuhusu? Tulichekwa na kusutwa. Si kwa umaskini lakini. Kukosa kwa namna yoyote ni umaskini. Mtu huwa maskini wa asichokuwa nacho. Sisi tulikosa nini? Tulikosa mengi. Kwanza sisi wazazi wenu tulichukua muda kabla kujaliwa mtoto. Watu walituona maskini wa watoto, maskini wa kizazi. Wakatulaumu na kutusema bila simile. Tulipofaridika kwa kumpata neema na nyinyi mkafuata, wakatuona maskini wa mrithi, maskini wa kushikwa mkono uzeeni. Baba yenu walipofutwa kazi, wakatubandika maskini wa fedha. Hatimaye wengine walitutenga, lakini kwa kudura za Mungu, jahazi alikuzama. Naje huyu Dina ni nani? Dina ni rafikie Sara. Dina ni rafikie Sara. Kwa hiyo Dina na familia tofauti ambayo inalinganishwa na Asna kabisa ya umaskini. Lakini mamake Sara anamkosoa na anamwambia umaskini ni kukosa kwa aina yoyote. Na nilikuwa naendelea kwa kusema kwamba anajipigia mfano yeye mwenyewe. Walipokosa watoto wakaitwa maskini wa watoto. Walipojaliwa wakapata watoto wote wa kike wakaambiwa sasa ni umaskini wa mrithi. Alafu mumewe Yona alipopoteza kazi sasa wakawa maskini tena wa fedha. Kwa hivyo kulingana na Sara aina yoyote ya kukosa ni umaskini na wala si wa kifedha peke yake. Naam. Anafafanua na tukiendelea tu kufafanua yale ambayo mwalimu wenzangu anaeleza katika sasa tu ukurasa wa 56. Baada yake sasa Asna Sara samahani anasema kwamba Mungu hakupi yote, ingawa alipitia machungu na mmewe. Mungu hakuwapa kila kitu ambacho walikuwa wanataka. Ndio baadaye sasa baada ya kuitwa, kusimangwa, kusemwa hayo yote,
mmewe akaanza kuingia katika ulevi. Sara anasema kwamba ulevi ndio uliomfanya, anatumia mfano katika ukurasa wa 56. Anasema, ulevi mwanangu, gongo liliyamega maadili yake kimya kimya na taratibu, uwajibikaji ukawa umemponyoka na kuteleza kama sabuni ya pofu. Kwamba Sara anaona kwamba baada ya pombe sasa ndio ikawa chanzo cha mmewe kutowajibika, kuwa na maadili mabaya. Kwamba kwa mfano aliwacha kazi kwa sababu tayari akinywa pombe alikuwa amekuwa nini? Mraibu. Sasa amesema hangeweza kufanya nini? Kufanya kazi kwa sababu yeye akiamka ni pombe. Naam, akawacha kazi na Asna anamuuliza, jameni, hakupata mtu ambaye angemsaidia. Anasema siku hizo, kuna tofauti sasa siku zile zao Sara na siku hizi, kwamba hakuna mtu ambaye angemsaidia. Na onyesho linaenda kuisha hapo, labda mwenzangu ana ya kufafanua zaidi kabla onyesho halijaisha. Kwa hivyo Sara tu anazidi kumfafanulia zaidi yule mwanae kuhusu mambo ya maisha. Na kumwambia japo baba yake huo mlango wa kazi ulikuwa umefungwa kwa sababu ya huo uraibu wake wa ulevi. Lakini sasa kule kufunga kwa mlango mmoja ukamfungulia mengine. Nadhani hapa anarejelea mafanikio ambayo Mungu aliwapa kupitia watoto wake. Na sasa saa hii wao ambao walikuwa wanachekwa, sasa heshima tena imefanya nini? Imerejea katika familia yake sasa kupitia wale watoto wakina Neema, ufanisi ambao wakina Neema, Salome pamoja na huyu Asna wamepokea hata kupitia yale masomo yao. Na tunaona hatimaye mazungumzo yao yanafikia hatima. Sara anapomwambia kwamba angependa waende wapumzike, manake wana safari ya kufunga kuelekea kule shamba siku itakayofuata. Kwa hivyo onyesho linakamilika, wale wawili wakiondoka kwenda kupumzika. Kwa hiyo ninachoelewa hapa ni Asna na mama yake Sara wanazungumzia katika chumba cha Asna baada ya mankuli. Kuna mtu umemtaja kwamba ni Salome. Salome huyu ni nani mama? Salome ni dadake Asna. Kwa hiyo alikuwa na dada wawili Asna. Lakini katika hapa analinganisha ndoa ya Neema peke yake. Mtazamaji, kuna umaskini wa aina nyingi. Walimu hapa wamedadavua vizuri tu kwamba kuna umaskini wa kukosa mahitaji ya kimsingi na umaskini wa fedha. Kwa hiyo umaskini wa kila aina na si ule umaskini wa kukosa chochote. Kama mtu hana chakula huwezi kumwambia ni maskini. Na wewe ambao una afya nzuri una umaskini. Na wewe ambaye hujapata kuelewa tamthilia hii basi una umaskini. Huna budi katika kufuatilia tamthilia Bembea ya Maisha hapa Edu TV. Nimekuwa wako Fibian Muthama na asante sana kwa kuwa nasi mpaka hitimisho kipindi hiki pamoja na mwalimu Kipyego na vile vile Bi Asanda. Kwaheri kuonana. Kwaheri.